Bwana, mambo vipi mwanamichezo, mtazamaji wa Msisi TV na Msisi Media TV. Bwana, kama ndio mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, hakikisha umeweza kubonyeza neno subscribe hapo chini. Utakuwa umetisha sana, utakuwa umejihakikishia kupata updates na notification kila siku tunapokuwa tunaziposti. Bwana, kubwa kuliko kwenye habari za michezo bwana ni taarifa ya kufungiwa kwa golikipa raia wa Mali Djigui Diarra wa Young Africans. Bwana, Diarra bwana ameweza kufungiwa michezo mitatu na kupigwa faini ya milioni 2. Bwana akapigwa milioni 2 kwa kitendo cha kwanza alichokifanya kwa kutaka kupigana na muamuzi, lakini kapigwa milioni 2 kutokana na kitendo cha pili ambacho aliwanyoshea dole la kati waandishi wa habari pale wakati akitoka kwenye chumba cha kubadilishia nguo. Bwana, taarifa kama ambavyo imeandikwa na ligi kuu, bodi ya ligi hii hapa nitakusomea kama ilivyoandikwa. Bwana, kama tunafahamu kwamba makosa haya Djigui Diarra aliyafanya wakati wa mchezo namba 126 kati ya Mtibwa dhidi ya Young Africans, mchezo uliopigwa katika uwanja wa Jamhuri mkoani Dodoma. Bwana, bodi ya ligi wao na kamati ya masaa 72 kwa vile vitu alivyofanya Diarra wameamua kumfungia mechi 3. Bwana, baada hapo wameandika barua hii hapa. Bwana, anakwenda kukusomea kama ilivyoandikwa. Mchezaji Djigui Diarra wa Young Africans amefungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi milioni 2 kwa kosa la kumshambulia mwamuzi wakati wa mchezo tajwa hapo juu, mchezo kati ya Mtibwa FC dhidi ya Young Africans, mara baada ya mchezo huo kumalizika kwenye uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni namba 41.5 bwana ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa wachezaji. Mchezaji Djigui Diarra hii ni adhabu yake ya pili bwana, baada ya adhabu ya kwanza kufungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi milioni 2 bwana, wamempa adhabu nyingine, adhabu ya pili bwana. Wameandika mchezaji Djigui Diarra wa klabu ya Young Africans ametozwa faini ya shilingi milioni 2 kwa kosa la kuonesha kidole cha kati wakati akitoka uwanjani baada ya kumalizika kwa mchezo tajwa hapo juu. Bwana, video kama unavyoiona hapo juu inayopita hiyo hapo bwana, hapo ndipo kilichofanya Diarra atozwe tena shilingi milioni 2 kwa Tanzania bwana, baada ya kuonyeshea kidole cha kati. Inasemekana alionyeshea kidole cha kati waandishi wa habari waliokuwa eneo lile bwana. Hili kosa pia wamempa adhabu ya shilingi milioni 2 bwana. Kwa hiyo Diarra yeye bwana katozwa jumla ya shilingi milioni 4 na kufungiwa michezo mitatu bwana. Mambo kama haya sio mambo ya kiungwana katika kabisa katika soka letu la Tanzania, na hivyo yanaharibu kabisa taswira ya soka ya nchi yetu bwana. Vitendo kama hivi bwana, sisi kama Msisi TV na Msisi Media tunavikemea sana, na sio vitendo vya kiungwana bwana, kutaka kuungana na waamuzi lakini pia kutaka kuwanyoshea kidole sio mambo mazuri kabisa bwana. Lakini pia wameendelea kwa kusema Diarra ametenda kosa kwa mujibu wa kanuni namba 41 kifungu cha 5 ligi kuu kuhusu udhibiti wa wachezaji, kwa sababu kitendo hicho kinaashiria matusi na dharau bwana. Ni kama aliwatukana waandishi, ni kama aliwadharau bwana. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni namba 41 kifungu cha 5 udhibiti wa wachezaji bwana. Vitu kama hivyo ndivyo vilivyofanya mchezaji Djigui Diarra aweze kufungiwa na kupewa adhabu ya zaidi ya shilingi milioni 4 bwana. Kuna adhabu nyingine wengine wameweza kupewa hapo. Ukiangalia Simba wametozwa faini ya shilingi milioni 10 kwa kosa la mashabiki wake kurushia machupa waamuzi wa mchezo bwana. Vitu kama hivi bwana sio vitendo vya kiungwana kabisa na vinaharibu kabisa taswira ya soka la Tanzania bwana. Tuambie kwa upande wako wewe hizi adhabu ambazo zimeweza kutolewa
na ligi kuu, bodi ya ligi, wewe kwa upande wako umezionaje? Je, ni sahihi adhabu aliyopewa Diarra au ilikuwaje? Lakini naomba nikwambie usiache kubonyeza neno subscribe hapo chini, utakometisha kinoma noma, utakuwa umejihakikishia kupata updates za michezo kila siku ambapo tunaziposti. Mimi naitwa Msisi Diarra na hii ni Msisi TV na Msisi Media TV.